Kusema kuwa eti kuna dini sasa hivi haizungumzi haki, hii ni hoja isiyo ya msingi na ni propaganda dhaifu. Namba 3, sisi Waislamu katika suala la kudai haki tuna miongozo, tuna taratibu, na maulama wetu ndiyo wapimaji wa maslahi na kutoa maelekezo ya utaratibu gani ufuatwe kuhusu jambo husika. Na maelekezo hayo hawayatoi vichwani mwao, bali wanayatoa katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inapokuwa kuidai haki au utaratibu wa kuidai haki kutavunja amani, basi maslahi ya amani hutangulizwa. Kwa nini? Kwa sababu ushahidi unaonesha kuna watu walikuwa na madai ya msingi ya haki, wakadai kwa utaratibu walioona wao unafaa, wakaivunja amani, wakaikosa haki na wakaikosa amani. Kwa hiyo tunawaambia sisi katika Uislamu tuna utaratibu, hatuendi kivoloa voloa. Ndiyo utaona katika nchi hii Waislamu wana madai mengi ya msingi ya haki kabisa, ambayo watu wengine wasingeweza kuyavumilia, lakini wao wameyavumilia. Kwa nini? Kwa sababu mashekhe wamesisitiza kuhusu amani, walipoona maslahi ya amani ni makubwa. Wakawaambia watu haya mambo haya yanavumilika, kama hayakutekelezwa leo, hayakutekelezwa kesho, yatatekelezwa baada ya miaka 10, baada ya miaka 20, lakini amani yenu mnayo. Kwa hiyo mashekhe wanawavioni wetu wanaangalia maslahi katika jambo hili. Na hata Waislamu wengine walipojazibika wakataka kuleta vurugu na kuingia kwenye mambo ya maandamano, mashekhe wamesimama kidete kuwaambia huo sio utaratibu wetu, tuna utaratibu. Kwa hiyo nyie msiseme tu hamzungumzi kuhusu haki, sisi tunapita kwenye mifumo kuangalia maslahi ya watu. Ndio utakuta sehemu yoyote ambayo kuna msikiti, kama kuna vurugu watu wamesalimika. Kadhalika walipokuja vijana wenye fikra za kikhawarij na mambo ya kigaidi, nyinyi mnajua, na madai makubwa ya vijana hawa ni masala ya uonevu, masala ya haki, masala ya hivi. Yalipokuja mambo haya, mashekhe wetu walisimama kidete katika kuyakataza, tena katika mazingira magumu. Kwa nini? Maslahi ya amani na utulivu katika nchi yalitakiwa kutangulizwa. Mimi nawaomba hawa wanaosema sasa hivi ni watetezi wa haki na kwamba sisi Waislamu hatuzungumzi haki, twazungumza amani, na waomba hawa watetezi, na bahati nzuri sasa hivi tuna watetezi mpaka kutoka nje ya nchi wanaokuja nchini na kukaa kwenye mahoteli ya kifahari. Tuwaomba watetezi wa haki, nyie ambao mnasema haki, ili tujue mnasema haki kweli, hebu pandeni na hoja hizi ndani ya majukwaa yenu, hata mara moja mseme hoja ambazo Waislamu wamezitoa kama ni haki zao zilizodhulumiwa. Ya kwanza, mwaka 92 serikali iliingia mkataba na makanisa kwamba serikali itayapa makanisa pesa za kuendesha miradi ya kijamii, kuendesha mahospitali na shule. Makanisa peke yake, Waislamu hawakuingizwa katika mpango huu. Toka mwaka 92 mpaka sasa serikali inaendelea kutoa kodi za wananchi kuyapa makanisa, hawajawapa Waislamu, hata pale Waislamu walipodai na kulalamika kwamba haki hii wameikosa. Nyie watetezi wa haki, pandeni katika majukwaa ya kisiasa, simameni katika madhabahu, andikeni katika mitandao ya kijamii kwamba serikali hamfanyi haki. Waislamu wanahitaji kupewa nao mali na mgao wa nchi hii kama walivyopewa makanisa tangu mwaka 92 mpaka sasa. Tutajua kweli nyinyi ni watetezi wa haki. Hilo moja. La pili, Waislamu wamelalamika kuhusu fursa za elimu, wakailalamikia baraza la mitihani kwa muda mrefu na wakatoa hoja. Wamelalamika kuhusu udahili wa wanafunzi wa Kiislamu katika vyuo vikuu. Kuna vyuo vikuu vya umma tangu kuanzishwa kwake mpaka hapa havijawahi kudahili hata 20% ya Waislamu. Tangu huko mpaka sasa ni chini ya 20%. Waislamu wamelalamika hili. Hii ni haki, tunakubaliana sote, huwezi kuikataa. Naomba nyinyi watetezi wa haki mnaosema kwamba sasa sisi hatuzungumzi haki, twazungumza kuhusu amani tu, tumesahau haki, pandeni na hoja hii mseme. La tatu, ajira serikalini.
Waislamu wamelalamika kuhusu kunyimwa nafasi za ajira serikalini. Ofisi zote za umma ukiingia, basi huwezi kuwakuta Waislamu wengi kuliko Wakristo. Naomba mpande na hoja hii, muiseme nyie watetezi wa haki ambao mnaona sisi kusisitiza amani na utulivu katika nchi eti hatuzungumzi haki. Hii ni hoja ya msingi, pandeni nayo. Namba 4, teuzi za serikali, mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wahesabuni. Halafu mpande muilaumu serikali, mumchachafye rais anapotoa PDF kutoka Ikulu kachagua watu 10, Waislamu 2 tu. Mwambie bwana, mbona Waislamu umewaacha? Tujue kwamba nyinyi kweli mnatetea haki. Na sina wasiwasi wowote, PDF yoyote itakayotoka haiwezi kuwa na Waislamu wengi. Waislamu kama wamechaguliwa watu 10, Waislamu wakiwa 4, utazisikia kelele huko katika mitandao ya kijamii ni kama umechaguliwa umma mzima. Watu wanapiga kelele kuhusu nafasi za uteuzi na za ajira mpaka katika makampuni binafsi. Kuna kampuni binafsi ya Muislamu hivi juzi imechachafywa kweli kweli kwamba eti imewapa ajira Waislamu wengi. Kampuni binafsi, mmiliki ni Muislamu na ina mchanganyiko wa kutosha, lakini ni maneno na vita na kutaka kuleta tabu katika nchi. Jambo la 5, yako mengi, mimi nataka wapande na haya ninayoyasema. Jambo la 5, mahakama ya kadhi. Chama cha Mapinduzi kiliwaahidi Waislamu kwamba kikipata madaraka kitawapa mahakama ya kadhi. Kikapata madaraka, Waislamu wakakichagua. Walipokiuliza kuhusu mahakama ya kadhi, kanisa likakiambia chama hakuna mahakama ya kadhi. Kwa nini hakuna mahakama ya kadhi? Kwa sababu mahakama ya kadhi itatumia pesa za wananchi wote. Wamesahau kwamba tangu mwaka 92 pesa na mgao wa serikali kutoka kwa wananchi wote unakwenda kwenye makanisa pekee. Tunawaomba watetezi wa haki mnaosema kwamba sasa hivi sisi hatuzungumzi kuhusu haki, tuzungumza kuhusu amani tu, pandeni na hoja hii. Mseme kwamba hii hoja ya kwamba itatumika pesa za umma si hoja ya msingi, kwa sababu tangu hapo kuna dini moja pekee yatumia pesa hizo bila ya ushiriki wa dini nyingine. Jambo la mwisho, OIC, Organization of Islamic Conference. Serikali ilijiridhisha kwamba Tanzania kujiunga na OIC hakuna shida yoyote, kama zilivyojiunga nchi nyingine ambazo si za Kiislamu. Waziri wa mambo ya nje akayazungumza hayo bungeni, kanisa likamkatalia waziri. Waziri baada ya wiki 2 akarudi bungeni akasema serikali haitaki kusikia kuhusu OIC. Haya ni mambo na mengine mengi ambayo Waislamu wanayo, ndio wameyasema, na si mambo madogo. Leo mtu akisema kuwa mashehe semeni haki, msiseme amani. Mnaonaje mashehe wetu wakachukua miezi 3 sasa, kila msikiti, kila swala ikazungumzwa kuhusu haya mambo machache niliyosema mimi, ikawa hakuna mashehe kuzungumza kuhusu amani tena, ikawa mashehe wanazungumza kuhusu haki. Wakazitaja hizi habari, hii nchi itakalika? Haiwezi kukalika. Lakini haya mambo mashehe pamoja na ukubwa wake wameyatuliza na kuwaambia watu wafanye subra. Mwenendo wowote unaweza ukaliharibu. Haya mambo ni mambo ya kawaida, yanaweza kubadilika huko mbele. Tusivuruge amani yetu katika hali ya sasa. Ikiondoka amani hii hakuna mbadala wake. Kuna nchi zina miaka 30 na sasa zaitafuta amani haziipati.